Mzee alitupa konzi ya vito hewani. Mwanaume alipaswa kukamata kitu chenye thamani zaidi kabla vito havijagonga ardhi. Mpaka vito vyote vilipoanguka, mwanaume hakushika hazina yoyote mikononi mwake. Mzee alihisi kuchanganyikiwa sana. Mwanaume alisema kitu chenye thamani zaidi tayari kilikuwa mikononi mwake. Hapo tu ndipo mzee alitambua pete yake ya jade ilikuwa imepotea. Hii ilikuwa sanaa ya wizi iliyopotea kwa muda mrefu. Ilimruhusu mtu kuchukua chochote kutoka kwa mwingine bila wao kutambua. Mwanaume alikuwa amejifunza chini ya mzee kwa miaka 10. Ustadi wake ulikuwa umempita mzee. Kabla ya kuondoka, mzee alimuonya lazima atumie ustadi huo kuwasaidia wale wenye uhitaji. Hivi karibuni, mwanaume alifika gati kwenda nyumbani. Dada yake ambaye hakuwa amemuona kwa miaka 10 alikuwa akimgojea. Wakati huo, aliona kundi la wanaume wabaya wakimnyanyasa ombaomba wa kike mwenye mtoto. Aliona wanaume wabaya wakiiba mfuko wa pesa wa ombaomba. Mwanaume alitembea kuelekea kiongozi wa wanaume wabaya. Katika sekunde iliyofuata, alimrudishia mfuko wa pesa ombaomba. Bila kutarajia, wanaume wabaya walirudi. Walidai mfuko wa pesa tena. Mfanyakazi wa gati alisonga mbele kuwasaidia. Wanaume wabaya walirusha mwanga wa ishara. Hivi karibuni, wanaume wabaya zaidi wenye silaha waliwazunguka. Ghafla, mtu kutoka mbali alirusha mshale mdogo. Mwanaume alivuta pini ya nywele kutoka kichwani mwa dada yake na akaitupa. Hii ilipiga mshale mdogo mbali. Mtu huyo alikuwa kiongozi wa wanaume wabaya. Alimchangamoto mfanyakazi. Ikiwa mfanyakazi angeshinda, wangeondoka. Ikiwa angeshindwa, angelazimika kutoa mguu mmoja. Wawili hao waliamua kushindana katika mieleka ya mikono. Mfanyakazi alitumia misuli yake kupata mkono wa juu. Kiongozi hata hivyo alivuta sindano kutoka kwenye mkono wa vazi lake. Mfanyakazi hakuweza kuvumilia maumivu na akashindwa. Alimshutumu kiongozi kwa kuficha kitu kwenye mkono wa vazi lake, lakini kiongozi alifungua mikono yake na hakukuwa na kitu, na mfanyakazi hakuwa na majeraha mikononi mwake. Mwanaume alitambua kiongozi pia alijua sanaa ya wizi. Wakati tu kiongozi alipojaribu kumdhuru mfanyakazi, mwanaume alimzuia na akachukua sanduku kutoka kwenye mkono wa vazi lake, lakini mfanyakazi alipolikagua hakukuwa na kitu ndani. Wakati tu kiongozi alipojihisi kujivuna, mwanaume alitupa sindano kutoka mkononi mwake. Kiongozi kisha alitambua mwanaume alikuwa ameiba sindano bila yeye kutambua. Alimchangamoto mwanaume. Kisha kiongozi akatoa bamba la jade. Mwanaume akatoa saa ya mfukoni kwa kujibu. Walihitaji kuona nani angechukua kitu cha mwenzake kwanza. Kiongozi alifanya hatua ya kwanza, lakini mwanaume alimzuia kwa urahisi na akachukua upanga kutoka mkononi mwake. Alimwambia kiongozi akubali kushindwa. Bila kutarajia, sekunde iliyofuata kitu kilianguka kutoka mfukoni mwake. Alitambua kiongozi alimvuruga kimakusudi. Kiongozi alinyoosha saa